tumaini letu. Mungu ni mwema na kila wakati. Wapendwa na waheshimiwa mapadri, makatekista, viongozi wa dini mliopo, wapendwa wafiwa, wanafamilia ya ndugu yetu Richard, ndugu jamaa, wanaokoo na marafiki wote, pamoja na waombolezaji wote, nichukue nafasi hii kumpa kila mmoja pole kwa jinsi alivyopokea tukio hili la msiba. Poleni sana. Poleni sana. Huyo ambaye haitiki ni yule ambaye hausiki. Poleni sana. Leo mchana huu sababu ya kukutana hapa kanisani muda huu ni kumsindikiza na kumwombea huyu ndugu yetu Richard, roho yake ipate msamaha wa Mungu na ifike kwake mbinguni. Kifo kimetokea. Na kifo ni nini? Hakuna maelezo ya kutosheleza kuelezea kifo, wala hakuna aliyewahi kuzoea kifo akasema mimi kwangu kifo hakinitishi. Ni kweli kwa mwenye kuamini juu ya imani yake juu ya Kristo mfufuka, kifo kwake si tishio, bali kifo ni mwanzo wa maisha mapya katika Kristo, ni mwanzo wa kuzaliwa mbinguni. Hii ni birthday mpya. Tulizaliwa kimwili tulipokuja duniani, lakini tunapoondoka duniani pia lengo la Mwenyezi Mungu tuzaliwe mbinguni. Kifo ni nini sasa mpaka jikutanishe hapa? Tutapata maelezo kutoka kwenye maandiko matakatifu, hasa tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya mwanzo kabisa, sura ya uumbaji. Mwenyezi Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu ili akatawale. Akamuumba Adamu kutoka mavumbi ya ardhi. Mwenyezi Mungu akamuumba Adamu kutoka mavumbi ya ardhi. Na baada ya kumuumba huyu mwanaume, huyu Adamu, akampa dunia, akamkabidhi ailime na kuitunza. Lakini alipomuumba huyu mtu kutoka mavumbi ya ardhi, haya mavumbi hayakuwa na uhai. Mwenyezi Mungu akayapa pumzi ya uhai, pumzi ya uzima, na mtu akawa nafsi hai. Haya mavumbi ambayo Mwenyezi Mungu aliyaumba mtu hayakuwa na uhai, yalipata uhai baada ya Mungu kuyapa pumzi ya uzima, na mtu akawa nafsi hai. Vipengele viwili hivyo, kuna udongo na pumzi ya Mungu inamfanya mtu kuwa hai. Utengano wa hivyo viwili unaitwa kifo. Lile udongo halikuwa na uhai, Mungu akalipa pumzi ya uhai, likawa nafsi hai. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimuumba mtu kutoka kwenye udongo, lakini kutoka kwa roho wake akampa uzima. Uzima huu tuliopewa duniani si wa kudumu. Uzima huu baada ya wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva kukosa, kwenye ile sura ya 4, kufanya kosa la kumwasi Mwenyezi Mungu katika amri yake, Mwenyezi Mungu alimwagiza Adamu akimwambia, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukagairi, ukaenda kinyume na amri yangu, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Utailima hiyo ardhi mpaka utakapoirudia.
kwa kuwa wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Hapo ndipo tunaposema kifo kiliingia ulimwenguni. Wewe ni mavumbi, umetoka mavumbini na mavumbini utarudi. Tunakumbushwa hilo kila mara tunapoadhimisha kipindi cha Kwaresma, ufunguzi ile Jumatano ya Majivu, kukumbushwa daima kwamba mwanadamu, kumbuka, wewe ni mavumbi, umetoka mavumbini na mavumbini utarudi. Huu ni mfano Mwenyezi Mungu ametuleta kama mfano kuonesha kwamba kile alichosema kwamba kuna kurudi mavumbini, kila mmoja atafakari ajue kwamba kila kilichozaliwa duniani iko siku kitarudi mavumbini. Leo ni zamu ya Richard, na mwili wake tunauzika ardhini bila hata kuogopa, sababu hiyo ndio inaitwa haki ya Mungu. Mwili wake utarudi udongoni ulikotoka, baada ya Mwenyezi Mungu kuitoa ile pumzi aliyoweka ndani yake. Basi huu mwili halali yake ni kurudisha ardhini, urudie ulikotoka. Tafakari yetu nataka kuichukua kwenye hicho kitabu cha Mwanzo hapo, kwamba Mungu ametuumba kutoka mavumbi ya ardhi, lakini akatupa pumzi ya uzima. Uhai tulio nao unaletwa na hiyo pumzi ya Mwenyezi Mungu, hiyo roho. Mtu ni mwili na roho. Huo mwili asili yake ni udongo, lakini roho asili yake ni Mwenyezi Mungu, pumzi ya Mungu. Swali ndugu zangu waombolezaji, katika hivi viwili hivi, huo udongo na pumzi ya Mungu, huo mwili na hiyo roho, ni kipi cha maana zaidi? Vyote vya maana, lakini ni kipi cha maana zaidi? Wangapi wanasema ni huo udongo, manake huo mwili? Hakuna hata mmoja anayeniunga mkono kama ni huo mwili. Haya, sawa, mmekaa kimya. Ngoja niulize upande wa pili. Wangapi wanasema hiyo roho au hiyo pumzi ya Mungu ndiyo ya maana zaidi? Basi vizuri. Wangapi ambao hawajui kabisa? Maanaje kama hukunyosha sehemu ya kwanza na kunyosha sehemu ya pili, ina maana sehemu ya tatu kuna ambao hawajui kabisa, swali hawalielewi wala limesemaje. Wanaojibu kisawasawa kabisa na kihaki wanaona kumbe mwili kama ni udongo umeshikiwa hapo katika uhai wake na hiyo pumzi ya Mungu. Kwa hiyo hiyo pumzi ya Mungu ndiyo ya maana zaidi. Na ndivyo ilivyo. Injili ya Yohane sura ya 6 mahali fulani anatuambia roho ndiyo yenye kutia uzima, mwili haufai kitu. Maneno ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. Mwili haufai kitu. Hebu niambieni, huu mwili hapo unafanya nini leo? Angalieni tu mniambie unafanya nini, anafanya nini hapo alipo? Kristo mwenyewe anatuambia roho ndiyo yenye kutia uzima, mwili haufai kitu. Na anatuambia maneno ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo roho ni ya maana zaidi kuliko huo mwili. Swali la pili. Yako maswali kadhaa. Swali la pili. Kati ya mwili na roho, kati ya hivi viwili, mwili na roho, tumeshasema roho ndiyo ya maana zaidi. Kama umekataa shauri yako, lakini ndipo ilivyo. Hata Kristo ameunga mkono, Yesu mwenyewe ameunga mkono katika Injili ya Yohane sura ya 6. Kati ya mwili na roho tunahangaikia kipi zaidi? Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi,
rudi tena mpaka mfungo wa Jumapili tena. Ni kipi tunahangaika nacho ni zaidi? Tule nini? Tuvae nini? Tunywe nini? Mahangaiko ya maisha haya hapa duniani yanatushughulisha kiasi ambacho tunasahau kwamba tuna roho. Anayekumbuka kwamba ana roho ni yule anayekaa karibu na Muumba wake, yani Mwenyezi Mungu. Anayetafanya bidii kila mara ya kukaa karibu na Mwenyezi Mungu, huyo anasema roho ndiyo ya maana zaidi. Tumejikuta tunashughulika na huu mwili asubuhi mpaka jioni, Jumatatu mpaka Jumapili, kuanzia Januari mpaka Disemba. Mahangaiko ya huu mwili ni makubwa. Gharama tunazotumia kwa huu mwili ni kubwa. Kusuka nywele, pamba kucha, pamba mdomo sawa, kuvaa suti nzuri sawa, kuvaa manguo mazuri sawa, lakini pia kunywa kwa starehe na anasa. Mwili huo mwisho wa siku tunapotea njia, hatujui tunachohangaika nacho duniani ncha kupeleka wapi. Hatujui. Swali la tatu, niambia tunahangaika na mwili zaidi. Swali la tatu, mtu mwenye akili au busara, mambo anayohangaika nayo ni yale ya maana zaidi au yasiyo na maana zaidi? Mtu mwenye akili nzuri na busara nzuri anahangaika na mambo yapi zaidi, yenye maana zaidi au yasiyo na maana zaidi? Swali la 4, kwa hiyo sisi tumalizie. Kwa hiyo sisi usimalizie, manake tutakuja kuikuta kwenye Injili hapa. Kama tunajua roho ndio ya maana zaidi, badala ya kuhangaika na roho tunakimbia na mwili zaidi, tutambue kwamba sentensi inayokuja kwamba mtu anayeshughulika na mambo yasiyo na maana akaacha yale yasiyo na maana, Kristo hapa katika Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya kwanza hadi ya 13 ametuambia mahali fulani huyo mtu ni mpumbavu. Na baadaye katika tafakari yetu ya maisha tutajiuliza, hata tulipokaa hapa kanisani waombolezaji wote, kuna kundi la wapumbavu na la wenye akili. Je, mimi na wewe tuko kwenye kundi lipi? Hiyo ndio tafakari yetu ya leo tunapomsindikiza ndugu yetu Richard. Turejea kitabu cha Matendo ya Mitume, somo la kwanza lilosomwa hapa. Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 32 hadi ile 43. Mtume Petro ni baada ya ufufuko wa Kristo, anakwenda kwenye nyumba ya Korneli na familia yake, kama vile kumtembelea Richard na familia yake hapa. Na Mtume Petro anazungumza maneno ya Roho Mtakatifu aliyoangaziwa kuhusu ufufuko. Anamwambia Korneli na jamaa yake, nimetambua bayana wazi kwamba Mungu hana upendeleo. Mungu wetu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Hebu rudia tena. Hebu muangalie jirani yako umwambie, mhubirie. Usiogope kumhubiria, ni maneno ya Mungu, mhubirie. Mungu hana upendeleo. Wanaopendeleana ni wakina nani? Ni wanani? Lakini Mungu wetu hana upendeleo kabisa. Yaani hana upendeleo. Mungu hapendelei mtu mkubwa dhidi ya mtu mdogo. Sisi tunapendelea yupi? Mungu hapendelei mtawala dhidi ya mtawaliwa. Sisi tunapendelea yupi? Mungu hapendelei Simba dhidi ya Yanga, wale mashabiki wa Simba na Yanga. Mungu hapendelei mmoja wapo katika hao. Na hata wale wanasiasa
Mungu hapendelei CCM juu ya Chadema, wala Chadema juu ya CCM, wala chama kingine chochote. Afanye hivyo. Afanye hivyo. Wala Mungu hapendelei mwanaume dhidi ya mwanamke. Mtu asije akafikiri sababu nimeumbwa mwanaume nimependelewa na Mungu. Mungu hapendelei. Amekuumba kwa jinsi yake, kwa mpango wake na kwa malengo yake. Tambua mpango wa Mungu ni nini, tekeleza malengo ambayo Mungu amekuwekea. Wala Mungu hapendelei akina mama kwamba kwa sababu ni mwanamke ampendelee zaidi. Hakuna. Wala Mungu hapendelei vijana dhidi ya wazee. Vijana wasije wakajivuna wakasema sisi Mungu anatupenda zaidi kwa sababu sisi ni vijana na hao ni wazee. Wakumbuke unayemuona mzee leo basi alikuwa kijana kama wewe. Na kama unavyomuona Richard hapo, tena iko siku utakuwa hivyo hivyo. Usisahau kutafakari hilo. Sasa kama Mungu ana upendeleo, anaangalia nini? Mtume Petro amesema mambo mawili. Ukifanya haya mambo mawili haya, utakubaliwa na Mungu. Anakukubali kabisa. Na siku yako ikifika kama ya Richard, utakwenda kwake. Atakukaribisha kwake. Atakupokea kwake. Jambo la kwanza alilosema Mtume Petro, na najua mmesikia vizuri, ni kutenda kwa haki. Kutenda kwa haki. Mwambie jirani yako kutenda kwa haki. Neno haki katika dunia yetu hii limekuwa bidhaa adimu. Na mtu yeyote anayezungumzia haki anaonekana kama adui wa wale wasio na haki. Anaonekana kama ameingilia mambo ambayo hayamhusu. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Anamkubali yeyote anayetenda haki. Unafahamu nini kinachokuhusu wewe, kinachokuangukia kama cha kwako? Basi hicho ndio cha kwako. Kama si cha kwako ukajifanya kuwa cha kwako, wewe una haki. Unakaa karibu na jirani yako kila saa ni kusogeza mpaka. Mpaka wengine wameweka kuta kuzunguka nyumba zao ili usogeze mpaka, kwa sababu wanajua wanadamu wanasogeza mipaka. Unaposogeza mpaka wa jirani yako, hiyo sio haki. Unafahamu mpaka wako unapita hapa, unasogeza hatua moja. Hiyo hatua moja uliosogeza si ya kwako, si haki yako, na Mungu hakukubali kwa kusogeza hiyo hatua moja. Nyie majirani, unafuga kuku, unafuga nguruwe, unafuga mbuzi, unafuga ng'ombe, mifugo yako uitawali, inakwenda kwa majirani kwenda kula huko. Hiyo sio haki. Unafanya hasira na majirani zako, wanakulalamikia, wanakunungunikia kwa sababu hukutenda haki. Wewe unayetengeneza bidhaa, tu mwenye viwanda, viwe vya dawa, viwe nini, ukachakachua hiyo bidhaa ili upate faida, hiyo sio haki. Unachakachua mbegu za kupanda mashambani, unawauzia wakulima kwa bei ghali, na mbegu zile zinaenda hazioti, na wewe mwenyewe unajua kwa sababu nimechakachua. Hiyo hukutenda haki na Mungu hakukubali. Hata kama ungesali kuanzia asubuhi mpaka jioni ukafunga na mikono yako na shingo upande, lakini bado hujatimiza sharti muhimu la haki. Kama wewe ni mwalimu, umepewa kazi ya kufundisha na unafundisha nusu nusu ili wanafunzi jioni waje tuition. Maana unajua nikiwafundisha kikamilifu hawatakuja tuition. Unawafundisha nusu nusu waelewe nusu nusu, nusu nyingine nitaifundisha kwa pesa. Wakati sio haki yako kufundisha kwa pesa. Hiyo na wenyewe unajiweka mbele nyuma kabisa ya watu wanaotenda haki, na mwisho wa siku Mungu hakukupokei, hakukubali. Wewe mfanya biashara, mizani unayotumia ikiwa ya udanganyifu, Mungu hakukubali. Na hilo amesema waziwazi kwa kinywa cha Nabii Amos kwamba anayetumia mizani ya udanganyifu huyo hakubaliki na Mungu. Hata kama utapata faida, faida hiyo itageuka kuwa kutu, na hiyo kutu itakula tumbo lako. Unajua mizani inasomaje? Unaongeza kijiwe huku chini ili umpunje mteja wako. Unapata faida, yeye anapata hasara. Hairuhusiwi, haikubaliki, sio haki, na Mungu hakukubali, na Mungu hatakupokea usipojirekebisha na kutubu.
Tena we mhudumu wa afya, daktari au muuguzi, unapotimiza wajibu wako vizuri na kikamilifu, hiyo ndio haki. Lakini ukambabaisha mteja wa huyo mgonjwa, unamwambia njoo urudi, njoo wiki ijayo, njoo ile nyingine, kumbe unataka aenda akajikusanya akuletee pesa ambayo haiko kwenye mshahara wako. Yeye analipa kodi, unalipwa mshahara, bado unataka kumnyang'anya hata kile kidogo alicho nacho, na ni mgonjwa. Unasema mimi sihudumii mgonjwa, hata akifanya nini alete pesa. Bila pesa hapa hakuna kutibiwa. Huruma yako iko wapi? Na Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Utakujaje kupokea huruma ya Mungu wewe? Tunasema kila mtu ni mkosefu mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika ukosefu wako utasamehewaje wakati wewe una huruma na watu wengine? Na wanasiasa, unapotenda haki kwenye siasa, Mungu anakukubali na watu wanakukubali. Endesha siasa za haki, acha upendeleo, acha wizi, acha udanganyifu, tenda yaliyo sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kutenda haki maana yake ni kufanya yaliyo sawa mbele ya Mwenyezi Mungu, na hapo ndio Mwenyezi Mungu atakukubali. Tenda haki. Tenda haki. Tena usimbambikizie mtu kesi, kwa sababu yuko hakimu ambaye Mtume Petro amemwambia Korneli, Kristo alikufa na tena amefufuka ili awe Bwana wa wazima na wafu. Bwana wa wazima na wafu ni Kristo. Yeye ndiye anayeona mambo yote. Lipi umefanya jema upate tuzo, lipi umefanya vibaya usipotubu utaangamia. Alituambia msipotubu mtaangamia hivyo hivyo. Walipompelekea taarifa ya watu walioangukiwa na mnara kule Siloamu ukaogwa wote, walipompelekea taarifa ya watu ambao Pilato aliwachinja akachanganya damu zao na sadaka zao, wakaangamia wakafa, Yesu anauliza swali, mnafikiri hao walikuwa wenye dhambi zaidi kuliko wanadamu wote wakao duniani? Akasema la sivyo, msipotubu ninyi mtaangamia vivyo hivyo. Wapendwa ndugu zangu, katika Injili ya Mathayo sura 25 aya ya kwanza hadi ya 13, Yesu anatugawa mafungu mawili hapa tulipo. Na sio tu hapa tulipo, katika wanadamu wote tumegawanyika mafungu mawili. Kuna fungu la watu wenye akili na fungu la watu wapumbavu. Wenye akili kwa sababu gani? Mfano wake ni hawa wanawali 10 walioteuliwa na kuchaguliwa kwenda kumpokea bwana harusi, ambaye katika mazingira ya Kiyahudi harusi inatoka usiku wa manane hekaluni. Na kama umechaguliwa kwenda kumpokea, lazima muende na taa kwa sababu ni usiku. Wakachaguliwa 10, wakajiandaa. Wale 5 wakajua kabisa ni usiku, tena tumependelewa tu, ni usiku, tunaenda kumpokea bwana harusi usiku. Wakachukua taa, wakaweka mafuta kwenye taa, wakachukua na ya akiba. Lakini wale wengine wanaoitwa wapumbavu wamechukua taa, wakasahau kuchukua mafuta ya taa. Eti hiyo taa inawakaje? Chanzo cha nishati ya kuwasha hiyo taa ni mafuta. Umeshaweka utambi kwenye taa yako, weka mafuta ili utambi huo, mafuta yale yapande. Unapochoma pale mwishoni, taa yako inatoa nuru. Sasa eti wameenda kupumzika mahali pale, wampa subirini hapa, wanasubiri hapo. Bahati mbaya uchovu wa safari hiyo, wakalala usingizi wote 10. Wakalala usingizi wote 10. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele. MC anatangaza, huyo bedi huyo anatangaza, haya bwana harusi, amkeni, njoni mkampokee. Wanaamka wote 10. Wote 10 wanawasha taa. 5 zinawaka, 5 zinazimika. 5 zinawaka kwa sababu gani? Walichukua mafuta ya taa. Zile 5 nyingine zinazimika kwa sababu gani? Walisahau kuchukua mafuta
ya taa. Hao wapumbavu wanawaambia wale wenye busara, tunaomba mtugawie mafuta kidogo, taa zetu zinazimika. Wakawaambia hapana, tunaweza tukaishia njiani wote wawili. Nyie shikeni njia muende kwa wauzao mkajinunulie. Wanakimbia mbio kwenda kununua. Lakini waliokuwa tayari wale watano, bwana harusi ameshakuja. Wamempokea na taa zinazowaka. Wamekwenda naye kwenye nyumba ile ya starehe, nyumba ya bwana harusi, na mlango umefungwa. Pum. Wanakuja wale tano wengine baadaye, wameshapata mafuta. Walipata wapi huko? Bwana tufungulie. Nyenye akina nani? Bwana tulichaguliwa kuja kupokea. Alafu ikawaje? Taa zetu zilizimika. Kwani zilizimika? Tulisahau kuchukua mafuta. Si wajui ninyi. Tamani hilo neno lisimwe kwako wakati wote. Mwenyezi Mungu asije akasema kwako hata saa moja sikujui wewe. Umemtumikia, umesali, umetoa sadaka, umetoa michango, kila kitu umefanya, alafu mwisho wa siku unakosea kuweka taa yako mafuta, unaambiwa sikujui wewe. Unafungiwa hapo nje. Amesema la mwisho, kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Wapendwa ndugu zangu, huyu ndugu yetu Richard hasikii chochote hapa katika tunayosema. Wanaosikia ni wanani? Na Mwenyezi Mungu hajatuletea kifo hiki kama adhabu. Hapana. Huu ni ubao wake wa kufundishia mwanadamu. Na mwanadamu asiyefundishika kwa ubao huu, tuliambiwa hata malaika wa Mungu ashuke kutoka mbinguni. Na ukumbuka yule tajiri Lazaro, mabishano yake na Ibrahimu. Yule tajiri alimwambia akishuka mtu kutoka wafu, akaja akawaambia pengine watabadilika. Ibrahimu anasema hata angeshuka mtu kutoka wafu hawatashawishiwa kabisa. Wanaye Musa na manabii na wawasikie hao. Wenye masikio ya kusikia ni sisi, tunaosikia ni sisi. Na hii ni upendo wa Mungu tu, kwamba mwanadamu, angalia usije ukapotea. Kuna njia ya kifo, unakufa jamani. Leo naishi lakini kesho nakufa. Na kifo kinakuja lini? Kesheni, hamjui siku wala saa. Kama yale mawili alituambia Petro kwenye nyumba ya Korneli na jamaa yake. La kwanza amesema tenda haki. La pili amesema kumcha Mungu. Sio tukasahau hilo. Alisema mawili. La kwanza kutenda haki, la pili kumcha Mungu. Na kumcha Mungu ni kufanya nini? Ni kufuata taratibu, kanuni, sheria na amri za Mwenyezi Mungu kama alivyotukabidhi. Unapozifuata kanuni hizo, unakuwa na cheo cha mcha Mungu. Na tunapokuwa na cheo cha mcha Mungu, tunajiweka kwenye mazingira mazuri ya kwenda kwenye hiyo safari ya kurudi kwa Muumba wetu na kupokelewa naye. Ngoja niongee kwanza na Wakristo wangu wa Katoliki hapa. Kumcha Mungu wa Katoliki. Sala ni nguzo ya dini zote duniani. Sala. Baba mchungaji ataniambia hapo. Sala. Shehe ataniambia pale. Sala. Sala. Tena sali kwa bidii. Kwa sababu nguvu zako hazikutoshi kwenda kukutana na Muumba wako. Ni kwa neema ya Mungu na huruma yake tunafika mbinguni. Huu potofu wetu tulio nao, makosa yetu, madhaifu yetu, mapungufu yetu ni makubwa hivyo kwamba hata njia ya kwenda kwa mbinguni hatuioni. Tunahangaika na huu mwili kana kwamba mwili ni kila kitu. Na kumbe tuna roho ya kutunza. Sala. Sala kwenye familia, sala kwenye jumuiya, sala kanisani. Na sala kila mara unapohitaji kuongea na Mungu wako. Sala ni kuongea na Muumba wako. Unamwambia nini? Unamwabudu, unamtukuza, unamshukuru, unamuomba toba kwa wale ulipokosea, na mwisho wa siku unawaombea wazima na wafu wengine. Kuombea wengine. Sala. La pili, sadaka na majitoleo yako ni sehemu muhimu ya utumishi wako kwa Mungu. Kwa sababu kwenye katekisimu yetu, kile kitabu cha mafundisho ya kwanza kabisa ya dini, kinatuuliza swali la kwanza, kwa nini Mungu ametuumba duniani? Mungu ametuumba duniani ili
Tumjue, tumpende, tumtumikie, na mwisho tuende kwake mbinguni. Kumjua Mungu kupitia mafundisho ya dini, Biblia takatifu, neno la Mungu hilo, mapokeo matakatifu, mafundisho ya mababa wa kanisa, yote hayo yanatusaidia kukua kuelekea kumjua Mungu. Lakini tumtumikie. Unamtumikia Mungu namna gani? Kwa njia vipaji vyako, muda wako, sadaka zako, majitoleo yako, michango yako. Yote haya unapofanya kwa moyo mtulivu na moyo wa ukarimu, ndivyo Mwenyezi Mungu anavyofurahishwa kwamba umemtumikia cha kweli. Lakini unapomhudumia mtu maskini, mtu ambaye hana wa kumtegemeza, mwenye shida, ukamsaidia, ujue unafanya tendo moja la huruma, ambayo pia Mwenyezi Mungu anasema walio na huruma watapata huruma. Tena usisahau kufanya kazi za Mungu. Makanisa kama haya yanajengwa kwa sadaka za watu. Miundombinu ya kanisa yanajengwa kwa sadaka za watu. Kama hapa kwetu tuna mpango wa kujenga ofisi pale juu pale, jengo la utawala la kanisa hii, bado hatuna. Na tuliambiwa ndio sharti pekee lilobaki ili kuwa parokia kamili. Tunajitahidi, tunakazana. Basi tuendelee kukazana hivyo hivyo mpaka kifo kitakapotukuta tunaendelea kufanya kazi ya Mungu. Unapofanya kazi ya Mungu, Mungu anafanya ya kwako kwa namna ambayo utajua. Zangu wapendwa, kumcha Mungu, kufuata amri za Mungu, kupokea sakramenti takatifu, hasa ile ya upatanisho, kitubio na ekaristi takatifu. Unapomkosea mwanadamu wenzako, umemkosea Mungu, kwa sababu mwanadamu huyo ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na haiwezekani uudhi au utese sura na mfano wa Mungu isiye ikawa umemuudhi Mwenyezi Mungu. Kumbe unapomfanyia mwanadamu wenzako vibaya, kumbuka huyu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Unapomjali na kumtunza vizuri, unafanya kazi ya Mungu. Lakini unaposhindwa kumheshimu mwanadamu wenzako, ukamfanya ateseke, ukamfanya ajisikie mpweke, ukamfanya ajisikie mnyonge kwa sababu tu umeamua, ujue hakika unapoteza cheo cha kuwa mcha Mungu. Unakipoteza. Cheo hicho kinapotea, na mwisho wa siku unaweza ukafungiwa nje kama hawa wanawali ambao taa zao hazikuwa na mafuta. Uzangu wapendwa, tafakari ya mwisho tumalizie. Tumeambiwa hawa wenye taa yenye mafuta wameitwa wenye akili. Wale ambao taa zao hazina mafuta wameitwa wapumbavu. Je, taa yangu ina mafuta? Hebu muulize jirani yako, eti taa yako ina mafuta? Usiogope kujibu hilo swali, halina mafungamano yoyote na wewe au likuudhi au likutimize. Leo tumekuja hapa tutafakari kuhusu huyu ndugu yetu ambaye ametuondoka, huyu ambaye Mungu ametoa ile pumzi aliyoweka ndani yake, na tena tunamuombea ili mafuta yale aliyokuwa nayo, sala zetu na majitoleo yetu na sadaka zetu zote hapa kanisani zikaongeze mafuta kwenye hiyo taa yake na afike kwa Mungu mapema. Muulize jirani yako, taa yako ina mafuta? Na jamaa yangu mmoja pale ameogopa kumuuliza kabisa. Ogopa usiogope, mwisho wetu ni wapi? Pale. Una sababu ya kuogopa, mwisho wetu ni pale. Muulize kwa sauti asikie, taa yako ina mafuta? Lengo la kuulizana swali hilo ndugu zangu ni ili siku ile itakapokuja ya kila mmoja wetu akapokelewe huko kwenye makao mema ya Mungu, akakaribishwe huko kwa Mungu, akaambiwe, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu katika mambo madogo, ingia katika furaha ya Bwana wako. Tukasikie neno hilo. Tusikie tukasikia neno hata siku moja, sikujui wewe. Amewaambia waliochelewa ambao taa zao hazina mafuta, amewaambia sikujui wewe. Hebu muulize tena swali la pili, Mwenyezi Mungu anakujua? Eti amesemaje? Kwanza lile la tatu, rudi lile la tatu kwanza. Taa yako ina mafuta? Tuanzie hapa.
Tuanzie tu hapa. Taa yako ina mafuta? Kama mtu hajui kusali, kuongea na Muumba wake ili amtegemeze mpaka mwisho, je, huyo taa yake ina mafuta? Kwa hiyo sala tumesema ni kigezo muhimu cha kuwa mcha Mungu. Je, taa yako ina mafuta kwa njia ya sala? Kama watu wanakuja kuulilia wakati wana shida na una uwezo wa kuwasaidia na unafumba macho yako usiwaone, unaziba masikio usiwasikie, taa yako ina mafuta? Kama kazi yako ni kupiga watu na kuwaumiza na kuwapoteza, taa yako ina mafuta? Ina mafuta? Kama wewe uko nyumbani, mume na mke ni mapigano kila siku na magombano na kuachana, taa yako ina mafuta? Imekauka Mmoja amesema imeisha. Haya maisha tunapoishi hapa duniani, ndugu zangu, hizo changamoto za maisha ni lazima tukabiliane nazo, kwa sababu Kristo mwenyewe anatuambia katika Injili, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia mpaka mwisho. Mateso yapo, tabu zipo, maumivu yapo, mahangaiko yapo, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo tunawaalika wote tunaposali kumwombea huyu ndugu yetu Richard, tukumbuke kwamba tunao wajibu muhimu, kila mmoja akazane kuweka taa yake mafuta. Usije ukaitwa mpumbavu alafu akakwambia sikujui wewe. Mungu hajui majitu mapumbavu Mungu hajui wapumbavu Tena kuliko uitwe mpumbavu, aheri uitwe mjinga. Haya maneno yana uzito tofauti. Mjinga ni yule ambaye hajui, lakini ukimfundisha anaelewa. Lakini mpumbavu hajui, na ukimfundisha hajui na hataki kusikia, wala hataki kubadilika. Wapendwa ndugu zangu, nimesema sio adhabu Mungu kutuletea ubao wa kifo. Huu ni ubao wake wa kutufundisha, tena kwa upendo. Ndio sababu mwanzo tumesema Mungu ni mwema. Hata katika msiba Mungu ni mwema. Hata tukiishi Mungu ni mwema. Tukiwa kwenye mateso Mungu ni mwema. Tukiwa kwenye upungufu Mungu ni mwema. Tukiwa kwenye njaa Mungu ni mwema. Tukiwa kwenye shibe Mungu ni mwema. Daima tumtegemee huyu Mungu aliye mwema, tumkimbilie, tusimkimbie. Kwa sababu tukimkimbia, iko siku atatuambia sikujui wewe. Kweli, fanya bidii tu. Najua kuna watu wengi wameshaondoka kwenye ulimwengu wa sala. Fanya bidii tu, sali. Hutaenda mbinguni kwa nguvu zako, nakwambia. Wala utategemea Mungu akupeleke mbinguni wakati amekupa msaada wa watu wakupa elimu ya Mungu. Mapadri wapo, wachungaji wapo, mashehe wapo, wote hawa kazi yao waliopewa duniani ni ya kukusaidia wewe. Wakijisaidia na wao wenyewe wafike mbele ya kiti cha huruma ya Mungu. Na hakuna atakayefika hapo bila kufanya yale ambayo yamepasa afanye akiwa hapa duniani. Leo tunakamilisha historia ya maisha ya ndugu yetu Richard. Ukurasa wake tunaufunga leo wa kuishi huku duniani. Na tutarajii tukutane tena naye huku duniani. Hatutarajii. Ikitokea hapo alipo akajigusa kama anataka kutoka kwenye jeneza, wale walio wakacho watakimbia zaidi. Watakimbia zaidi. Tena wengine watavunjika wakiwa nakimbia. Na si ajabu wengine watakufa wakiwa nakimbia. Kabisa. Hatutarajii kwenye ulimwengu huu wa dunia hii tukutane naye tena. Mtu akisha kufa tunamzika kaburini, apumzike kwa amani. Sasa tumebaki sisi. Huyu ndugu yetu Richard, nimesema amemaliza. Amekamilisha. Amekamilisha vizuri, amekamilisha vibaya, yeye na Muumba wake. Lakini tumekuja hapa angalau kumwombea huruma ya Mungu katika ile mapungufu ya kibinadamu ambayo hakuweza kutubu na kuungama yeye mwenyewe inavyopasa. Na pengine Mwenyezi Mungu akamwekea kitu kidogo cha kujitakasa. Ibada takatifu ya misa, sala na maombi yetu na dua zetu, Mwenyezi Mungu atayapokea. Wale wanaotuambia Mwenyezi Mungu asikilizi watu wanaomba kwa ajili ya wafu, wanajidanganya wenyewe, kwa sababu Mungu wetu huruma yake haipimiki wala haina mipaka. Haipimiki
wala haina mipaka. Usimpimie Mwenyezi Mungu huruma kwa mkosefu. Hata tunapoacha kumzika mtu kwa ibada ya misa, hatusemi kwamba ameenda motoni, hatusemi amepotea. Tunamuombea kivingine na kumwambia Mungu, Mungu unamjua mtu wako, unajua vipaji ulivyompa ni vikubwa kiasi gani na kiasi gani alivitumia hivyo vipaji, au kiasi gani alizembea kuvitumia, wewe Mwenyezi Mungu unajua. Tumekuja kumuombea. Lakini tunapomuombea tukumbuke wa kuombea zaidi ni nani? Ni nani? Ni sisi. Kama kuna Mpare hapa, sina mpango wa kumuudhi Mpare, lakini sisi Wachaga ni watani wa Wapare. Wapare wanasema Mchaga mzuri ni yule aliyekufa, na Wachaga wanatania Wapare hivyo hivyo. Mpare mzuri ni yule padri. Sina mpango wa kuudhi, lakini Mpare mzuri ni yule aliyekufa. Sasa tufanyaje basi utani wetu? Hebu tuachane na utani wa Wapare na Wachaga. Leo tutaniane na Richard hapo. Nani mzuri? Ni Richard au ni sisi? Richard hawezi kumuumiza tena mtu milele. Hawezi kumpiga mtu, hawezi kumsema mtu, hawezi kumtukana mtu, hawezi kumuibia mtu, hawezi hata kukodolea mke wa mtu macho. Sisi masengenyo, fitina, uongo, kubabikiziana makesi, kuuana, kufichana, yote hayo yanatuangukia. Kukosa haki, kuwa waregevu. Richard hapo alipo, mvua inyeshe liwake jua, mtamwacha hapo hapo. Hata bomu lingelipuka hapa kanisani, mtamwacha hapo hapo. Yeye yuko katika amani. Sisi, hebu muulize jirani yako, una amani? Lingelipuka bomu hapa kanisani, wewe una amani wewe? Kwa hiyo, kwa sababu sisi ndio ambao ni wahitaji zaidi wa huruma ya Mungu na msaada wa Mungu, tusali zaidi, tuombeane zaidi. Kila mmoja atambue yeye ni nani kwa Mungu, ana wajibu gani kwa Mungu muumba wake, na tena anatimiza vipi huo wajibu. Na pale unaposhindwa kutimiza wajibu wako au kutenda inavyopasa, tubu, ungama, mrudie Mungu wako, ukijua kwamba iko siku atakuja akwambie, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako, asije akasema sikujui wewe. Utakuwa na kilio na kusaga meno. Basi ndugu zangu, tumalizie na hiyo aya ya mwisho tuliopewa ya hii Injili. Wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Kristo tumaini letu. Mungu ni mwema na kila wakati. Poleni sana.